Kamanda wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mulilo, ameongea na waandishi wa habari na kutoa taarifa kuhusiana na matukio mbalimbali ambayo yameweza kutokea katika kanda yake hii ya Dar es Salaam. Miongoni mwa matukio ambayo ameongelea Kamanda Mulilo ni kukamatwa kwa watu 4 ambao wamekuwa wakiendesha online TV bila kuwa na leseni kutoka Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA. Lakini pia Kamanda Mulilo ameulizwa kuhusiana na kutoweka kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, na kusema bado upelelezi unaendelea, na kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kupiga kura tarehe 29 Oktoba na kuhakikishia kuwa Dar es Salaam itakuwa salama. Kati ya tarehe 3 mpaka tarehe 10 mwezi huu wa Oktoba, Jeshi la Polisi limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa 4 ambao wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao. Watuhumiwa hawa wanatuhumiwa kuendesha televisheni mtandao bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia, sheria imeruhusu kuwepo na vyombo vya habari, lakini kwa kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo. Kwa hiyo waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Japhet Alex Tobias. Huyu ni mkazi wa Sabasaba Ukonga. Amekamatwa pia mtu aliyefahamika kwa jina la Joseph Agostino Mabwe. Huyu ni mkazi naye wa Sabasaba Ukonga. Hawa wanadaiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Wisport. Mtu mwingine wa 3 aliyokamatwa ni Tegemeo Zakaria Mwenegoha. Huyu ni mkazi wa Tabata Ilala, ambaye anatuhumiwa kumiliki kitu kinachoitwa TV Media 2. Mtu wa 4 aliyekamatwa amefahamika kwa jina la Elia Constantino Pius. Huyu ni mkazi wa Mbezi Juu Kinondoni, ambaye ametuhumiwa kumiliki TV ambayo imefahamika kwa jina la Costa. Watu hawa wanamiliki TV hizi kinyume cha sheria, bila kusajili, na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Wote mnafahamu kwamba nchi hii kwa mujibu wa sheria inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Kwa hiyo shughuli zozote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa, wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo, kwa sababu upelelezi umekamilika. Na Kamanda Mulilo alipoulizwa kuhusiana na kutoweka aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, haya ndiyo yalikuwa majibu yake. Kwa kifupi sana, taarifa iliyotolewa ilikuwa na maelezo mazuri yenye mwendelezo wa hicho nachokisema, na maana nakumbuka taarifa ile ilimalizia kwa kusema taarifa ile inafanywa kazi, inafuatiliwa kwa karibu, na kwa sababu hiyo ninaamini zitaendelea kutolewa taarifa. Na kama ilitolewa na msemaji wa jeshi, na sisi ni taasisi, sasa sidhani kama ungependa ukisikia msemaji wa jeshi amezungumzia jambo moja lile lile ukapenda tena na mimi nilizungumzie,
lakini mwisho utataka na OCD naye alizungumzie, utataka na polisi kata alizungumzie. Kwa mfumo wa jeshi kama taasisi lina mfumo wa kutoa taarifa, na ile taarifa ichukuliwe ni taarifa, na zitakapopatikana taarifa zingine zitatolewa kwa mfumo ule ule. 29 Oktoba ni siku ambayo ipo kisheria. Kwa mujibu wa katiba yetu, kila mwananchi ana haki ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi anayetaka. Narudia, tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Haikuja yenyewe kwa kutaka. Ipo kisheria, ipo kikatiba, na watu wana haki ya kwenda bila hofu kupiga kura na kuchagua mtu yoyote wanayemtaka. Vitendo vya kutisha watu, vitendo vya kujaribu kutishia watu havikubaliki, kwa sababu shughuli ile ni ya kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi litaendelea kufuatilia, kuzuia, kubaini na kutanzua matishio yote ya kiusalama, na siku hiyo watu watatimiza jukumu lao la kikatiba bila hofu. Tunaomba wananchi wema waendelee kutoa taarifa mbalimbali, na jeshi halitatoa siri, ili watu wote ambao wanajihusisha na vitendo vya kihalifu waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ni pamoja na kuwafikishwa kwenye mamlaka zingine za kisheria kama ofisi ya mashtaka pamoja na mahakama za kisheria za Tanzania.